Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita huko Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israel dhidi ya Irani, kumeshuhudiwa mwendelezo wa mashambulizi ya kupiga kwa pande zote, huku makombora yakirindima katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Huko mjini Tehran tunafahamishwa kwamba Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema lilirusha makombora mazito ya Khorram Shahiri namba 4 kuelekea Tel Aviv mapema alfajiri ya Alhamisi kama sehemu ya wimbi la 19 la operation ya True Promise namba 4, kulingana na taarifa rasmi. Taarifa hiyo ilisema makombora hayo, kila moja likiwa na kichwa cha vita vyenye uzito wa tani 1, yalirushwa kuelekea katikati ya Tel Aviv, uwanja wa ndege wa Ben Gurion na kambi ya kikosi cha 27 cha jeshi la anga la Israeli kilichopo katika uwanja huo wa ndege. IRGC ilisema mashambulizi hayo yalifanywa wakati wa alfajiri chini ya kauli ya operation ya Hassan bin Ali, amani iwe juu yake. Taarifa hiyo iliongeza kuwa makombora ya kimkakati yakifuatana na droni za mashambulizi yalifanikiwa kupenya tabaka kadhaa za mifumo ya ulinzi wa anga ya kikanda na ya ndani katika maeneo yanayokaliwa na kusababisha kile alichokiita jehanamu halisi kwa washambuliaji. Kando na hilo, taarifa hiyo ilisema kwamba wakati wa wimbi la 18 la Operation True Promise namba 4, malengo 20 ya kijeshi ya Marekani katika eneo hilo yalishambuliwa katika Bahrain, Falme za Kiarabu, UAE na Kuwait. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa katika tovuti ya shirika la habari la Tasnim la uko nchini Irani, likinukuu taarifa ya IRGC, ilisisitiza kuwa kulikuwa na utaratibu usio wa kawaida kati ya vikosi vya jeshi la Irani vilivyotekeleza mashambulizi ya pande nyingi kwa wakati mmoja, ambayo yamebadilisha kabisa kanuni za mapambano zaidi ya makadirio ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni. Tahadhari ya ujasusi wa IRGC imeona wazi kurudi nyuma kwa aibu kwa wanajeshi wa Marekani kutoka kambi zao za kijeshi katika eneo hili la kujificha katika hoteli za nchi mwenyeji, huku jeshi lao likitumia miundombinu ya kiraia katika Ghuba ya Uajemi. Mashujaa wa IRGC sasa wanasubiri kwa tahadhari, tayari kuwinda kila askari wa Marekani anayeingia. Hawatapumzika hadi watakapowakamata, kwani hakutakuwa na njia ya kutoroka, taarifa hiyo ilihitimisha. Wakati hayo yakichomoza, kwa upande mwingine, jeshi la Israeli lilishambulia jengo linalodaiwa kutumiwa na Hezbollah nchini Lebanoni. Kulingana na mwandishi wa habari wa BBC Alice Kudi, nipo katika mji wa kusini wa Saida katika eneo la jengo lililoharibiwa na shambulio la Israeli wiki hii. Jeshi la Israeli lilitoa onyo la kuondoka kwa wakazi kabla ya shambulio hilo, likisema jengo la orofa lilikuwa linatumiwa na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Irani. Watu wanaoishi karibu na eneo hilo wanatuambia wanaamini kwamba kila mtu aliondoka baada ya amri ya kuhama kutolewa na kwamba hakuna mtu aliyekufa. Katika ukuta ulio karibu na kifusi kuna bango la aliyekuwa kiongozi wa Hezbollah, Hassan Nasrallah, ambaye aliuawa na Israeli mnamo mwaka 2024. Watu wanaoishi katika ghorofa iliyo karibu na jengo lililoporomoka wamekuwa wakisafisha mabaki ya kifusi kutoka kwenye roshani yao. Hapakuwa na kitu, kulikuwa na watu tu, anasema Ahmed, mmiliki wa mgahawa mwenye umri wa miaka 43. Waonyesheni wa Israeli kwamba hakuna kitu hapa. Waonyesheni kwamba sisi ni raia tu, anasema mwanamke mmoja akipita karibu na jengo lililoanguka. Mwanaume mmoja aliyekaa karibu ananiambia kuna watu waliokimbia makazi yao waliokuja hapa, labda ndio sababu. Katika onyo lililotolewa kabla ya shambulio hilo, msemaji wa jeshi la Israeli alielezea jengo hilo kama miundombinu ya kijeshi ya Hezbollah na kusema lililengwa kwa sababu ya jaribio lake lililokatazwa la kujenga upya shughuli zake katika eneo hilo. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia, ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.